Kile kilichofichuliwa wakati wa harusi kiliwaacha wote midomo wazi. Kijiji cha Mtoni kilikuwa kimetulia kama kawaida, lakini siku hii anga lilionekana tofauti. Nyumba ya familia ya mzee Odongo ilikuwa imepambwa kwa ajili ya harusi ya binti yake, Akinyi. Watu walikuwa wakija kwa wingi, wanawake wakiwa na vitambaa vya rangi, wanaume wakizungumza kwa sauti ya chini, wakijadili sherehe hiyo iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Akinyi alikuwa msichana aliyependwa na wengi, mwenye tabasamu la utulivu na heshima kwa kila mtu. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na uoga mdogo ambao hakuelewa chanzo chake. Mchumba wake, Juma, alikuwa kijana wa mjini aliyefahamika kwa bidii na nidhamu. Wazazi wa pande zote walikuwa wamefurahia muungano huo, wakiamini kuwa ndoa hiyo italeta amani na mafanikio. Hata hivyo, kulikuwa na macho kadhaa ya watu wazee kijijini waliokuwa wakionekana kama wanajua jambo fulani, lakini hawasemi. Siku ilipoanza, kila kitu kilionekana kamili. Mziki mdogo ulisikika, chakula kilipikwa na wageni waliketi kwa matarajio makubwa. Lakini chini ya tabasamu zote hizo, kulikuwa na kivuli cha siri ambayo ilikuwa imefichwa kwa miaka mingi. Hakuna aliyekuwa tayari kwa kile ambacho kingetokea baadaye. Jua lilipopanda polepole na harusi ikaingia hatua ya maandalizi ya mwisho. Akinyi alikuwa ndani akipambwa na mashangazi zake, lakini macho yake yalikuwa mbali, kana kwamba akili yake ilikuwa ikitafuta kitu kilichopotea. Alimgeukia shangazi yake mmoja, Bi Wambui, na kumuuliza kwa sauti ya chini kuhusu baba yake, mzee Odongo, na kwa nini siku hiyo alikuwa kimya zaidi kuliko kawaida. Bi Wambui alicheka kidogo, akijaribu kuficha wasiwasi wake. Baba yako anafurahia sana mtoto wangu. Leo ni siku yako kubwa, alisema, lakini sauti yake haikuwa na uhakika. Wakati huo huo, nje, Juma alikuwa akipokea mazungumzo kutoka kwa rafiki yake wa utotoni, Baraka, ambaye alionekana kuwa na jambo zito moyoni, lakini hakulizungumza wazi. Wageni walipoanza kuingia zaidi, kulikuwa na mzee mmoja hakualikwa rasmi, lakini alifika na kuketi pembeni kimya. Hakuna aliyemfahamu vizuri, lakini macho yake yalikuwa yakitazama kila kona ya sherehe hiyo, kana kwamba anasubiri kitu. Mazingira yalizidi kuwa ya ajabu, lakini kila mtu alijilazimisha kuamini kuwa ni siku ya furaha tu. Hakuna aliyekuwa tayari kuuliza maswali magumu. Hata Akinyi, licha ya wasiwasi wake, alijifariji kuwa labda ni mawazo ya kawaida ya harusi. Sherehe ilianza rasmi. Vicheko na nyimbo vilijaza anga, na Akinyi alitembea kwa polepole kuelekea eneo la ndoa akiwa ameshikilia mkono wa baba yake. Lakini mzee Odongo alikuwa kimya kupita kawaida, macho yake yakiwa hayatazamani na wageni kama ilivyotarajiwa kwa baba mwenye furaha. Juma alisimama mbele akimsubiri Akinyi, lakini uso wake ulikuwa na mchanganyiko wa furaha na mawazo mazito. Kila mtu alidhani ni msisimuko wa sikukuu, lakini ndani yake kulikuwa na jambo ambalo alikuwa akilipambana nalo kwa muda. Wakati kiongozi wa ndoa alipokuwa akianza hotuba yake, mzee yule asiyejulikana alisimama ghafla. Ukimya uliingia kama upepo mzito. Watu walimgeukia kwa mshangao. Hakusema kitu mara moja. Alitazama Akinyi, kisha Juma, kisha mzee Odongo. Mnaendelea na harusi hii bila kujua ukweli? Sauti yake ilivunja ukimya. Wageni walitazamana kwa mshangao, wengine wakinongona. Akinyi alihisi miguu yake ikitetemeka, lakini bado hakujua nini kinaelekea kufunuliwa. Mzee Odongo alijaribu kusimama, lakini hakusema chochote. Ilionekana kana kwamba dunia nzima ilisimama kwa sekunde chache. Watu walizidi kuchanganyikiwa. Mzee huyo aliketi tena polepole, lakini macho yake hayakuacha eneo la mbele. Bi harusi Akinyi alianza kuhisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Alimgeukia Juma, lakini naye alikuwa amepoteza utulivu wake wa kawaida. Kiongozi wa ndoa alijaribu kurejesha utaratibu, lakini hali ilikuwa tayari imebadilika. Wageni walikuwa wakizungumza kwa sauti za chini,
wakijiuliza mzee huyo ni nani na kwa nini ameingilia sherehe hiyo. Hatimaye, Baraka, rafiki wa Juma, alisimama na kumvuta pembeni. Walizungumza kwa muda mfupi, kisha Juma akarudi akiwa amebadilika kabisa usoni. Akinyi aliona macho yake yakiwa mazito kama mtu aliyebeba mzigo mkubwa. Mambo mengine hayakupaswa kufika hapa, Juma alinong'ona, lakini hakumaliza sentensi yake. Akinyi alihisi dunia ikimzunguka. Kulikuwa na kitu kikubwa kilichofichwa, kitu ambacho kilikuwa kimesubiri siku hii ya harusi kufunuliwa. Lakini bado hakuna aliyesema ukweli wazi. Mvutano ulikuwa umefikia kilele. Wageni walikuwa kimya kabisa, wakisubiri kuona kitakachofuata. Akinyi alisimama mbele ya Juma, macho yake yakijaa machozi yasiyoeleweka. "Mpenzi, kuna nini kinaendelea?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Kabla Juma hajajibu, Mzee Odongo alisogea mbele kwa hatua nzito. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, alionekana kama mtu aliyebeba mzigo wa miaka mingi. Alitazama binti yake, kisha akatazama umati mzima. "Kuna kitu ambacho kilipaswa kusemwa zamani," alisema kwa sauti ya chini lakini iliyojaa uzito mkubwa. Watu walikaa kimya kabisa. Hata upepo ulionekana kusimama. Akinyi alishika gauni lake kwa nguvu, akihisi moyo wake ukivunjika bila kujua kinachoendelea. Na hapo ndipo ukweli ulipoanza kujiandaa kufunuliwa, ukweli ambao ungeacha kila mtu midomo wazi siku hiyo ya harusi. Ukimya uliokuwa umeangukia uwanja wa harusi ulikuwa mzito kiasi kwamba hata watoto waliokuwa wamekaa pembeni walinyamaza kabisa. Akinyi bado alikuwa amesimama, macho yake yakitazama baba yake kana kwamba alikuwa akimtafuta mtu mwingine ndani ya sura hiyo ya kawaida. Mzee Odongo alimeza mate kwa tabu, mikono yake ilitetemeka kidogo, lakini bado alijilazimisha kuongea. "Nilidhani siku hii haitafika mbele ya watu wengi hivi," alisema kwa sauti ya chini. Watu walianza kunong'ona tena. Bi Wambui alishika kitambaa chake kichwani, macho yake yakijaa hofu. Juma aligeuka kumtazama Baraka kama anataka majibu, lakini Baraka aliinamisha kichwa tu. Kisha mzee yule mgeni alisimama tena. "Kabla hamjaendelea, kuna ukweli mmoja mkubwa sana ambao umefichwa kwa miaka 20. Akinyi alihisi miguu yake ikilegea. "Miaka 20?" alirudia kwa sauti ya chini. Mzee Odongo alifumba macho kwa sekunde, kisha akayafungua tena. "Huyu harusi si kama mnavyofikiria." Wageni walishtuka, wengine walisimama, wengine walikaa kimya wakishika midomo yao. Lakini bado hakusema kila kitu. Kilichofuata kilikuwa kama mtu anayevuta pumzi ndefu kabla ya dhoruba kubwa. Juma alisogea mbele hatua chache. Sauti yake ilikuwa ya chini lakini nzito. "Baba, tafadhali sema ukweli wote." Akinyi alimtazama kwa macho yaliyojaa maumivu. "Juma, unajua nini?" Kabla hajajibu, Baraka aliongea kwa mara ya kwanza wazi. "Huu sio ndoa ya kawaida. Kuna historia kati ya familia zenu mbili ambayo haikuwahi kufungwa." Watu walizidi kushangaa. Wazee waliokuwepo walitazamana kana kwamba walikumbuka kitu cha zamani. Mzee Odongo alitikisa kichwa. Miaka 20 iliyopita kulikuwa na tukio ambalo lilitenganisha familia hizi mbili bila kueleweka. Akinyi alianza kulia kimya kimya. "Kwa nini leo? Kwa nini siku yangu?" Mzee yule mgeni alitembea polepole hadi mbele ya watu. "Kwa sababu ukweli hauwezi kufichwa milele, na hii ndoa ililazimisha kufunguka." Kila mtu alikaa kimya tena. Hata muziki ulizimwa kabisa. Ilikuwa kama dunia ilisimama. Lakini bado jina la siri hiyo halikuwa limetajwa, na kila mtu alihisi kuwa sekunde chache zijazo zingebadilisha kila kitu. Mzee Odongo hatimaye aliongea kwa sauti iliyovunjika. "Akinyi, wewe unadhani najua kila kitu kuhusu maisha yako, lakini kuna jambo nililoficha kwa sababu ya hofu." Akinyi alitingisha kichwa.
Hofu ya nini baba? Alinyamaza. Wageni walikuwa wakimsubiri. Miaka 20 iliyopita kulikuwa na mtoto aliyepotea. Ukumbi mzima ulipiga kelele ndogo ya mshangao. Bi Wambui alifunika mdomo wake. Juma alibaki kimya, macho yake yakiwa mazito zaidi. Mzee aliendelea. Mtoto huyo hakupotea kama watu walivyoambiwa. Kulikuwa na mkanganyiko mkubwa na familia zilivunjika. Akinyi alihisi kichwa kikizidi kuwa kizito. Unamaanisha nini? Hii inahusiana vipi na mimi? Kabla mzee hajajibu, Baraka alitikisa kichwa. Ukweli ni kwamba ndoa hii imeunganisha watu ambao hawakujua historia yao kamili. Watu walianza kuinuka, wengine wakiketi tena. Mshtuko ulikuwa umeenea kila kona, lakini bado kile kilicho cha mwisho hakikuwa kimetoka. Juma alishusha pumzi ndefu. Akinyi, kuna jambo ambalo nililijua muda mfupi uliopita. Akinyi alirudi nyuma hatua moja. Ulinijua nini? Ukimya mzito ulitanda tena. Familia zetu zilihusiana kwa njia ambayo haikuwahi kusemwa wazi. Na mzee huyu, alimtazama mzee mgeni, alikuwa sehemu ya ukweli huo. Mzee huyo alitikisa kichwa polepole. Nilikuja leo kuhakikisha kwamba ukweli hautazikwa tena. Watu walikuwa wamechanganyikiwa kabisa. Hakuna aliyekuwa akielewa kikamilifu, lakini kila mtu alihisi kitu kikubwa sana kiko karibu kufunuliwa. Akinyi alianza kulia wazi wazi sasa. Basi harusi yangu ni nini hasa? Mzee Odongo alimsogelea binti yake pole pole. Harusi hii ilipangwa kwa upendo, lakini pia ilikuwa imefungwa na siri ya zamani. Kisha akasema maneno yaliyofanya kila mtu nyamaze kabisa. Na siri hiyo inahusu uhusiano wa damu ambao haukusemwa kwa miaka mingi. Ukimya uliotanda ulikuwa mzito kuliko wakati wowote ule. Watu walikuwa hawasemi, wengine wakitazamana bila kuelewa kabisa kilichotokea. Akinyi alishika kichwa chake. Hapana, haiwezekani. Juma alimsogelea kwa hatua za tahadhari. Akinyi, tulihitaji kujua ukweli kabla ya kuendelea. Mzee Odongo alishusha macho yake chini. Nimekaa na siri hii kwa miaka 20. Leo ililazimika kutoka. Mzee yule mgeni aliongeza kwa sauti tulivu. Kuna maumivu, lakini pia kuna ukweli unaoweka kila kitu sawa. Wageni walikuwa kimya kabisa. Hakuna aliyekuwa na nguvu ya kuzungumza. Akinyi alimtazama baba yake, kisha Juma, kisha umati mzima. Macho yake yalijaa machozi, lakini pia utulivu wa ajabu. Sijui kama najua mimi ni nani tena, alisema kwa sauti ya chini. Lakini polepole, watu walianza kusogea karibu naye kwa huruma. Sio kwa hukumu, bali kwa kuelewa kwamba kila familia hubeba siri zake. Harusi hiyo haikuendelea kama ilivyotarajiwa, lakini ilimalizika kwa ukweli mkubwa kuliko sherehe yenyewe. Ukweli uliowafanya watu wote kufikiria upya maana ya familia, upendo na msamaha. Na siku hiyo, kijiji kizima kiliondoka na funzo moja kubwa. Wakati mwingine, ukweli unaumiza, lakini pia ndio unaoleta uponyaji.